Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin hataki kudhalilika katika vita huko nchini Ukraine. Moto anauwasha wakati huu si wa kawaida. Mashambulizi ya majeshi ya Urusi sio ya kawaida. Mashambulizi ambayo ni tofauti na hata vita vilipoanza. Kumekuwa na msururu wa mashambulizi yanayosikika katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Muda mfupi baada ya saa 6 usiku saa za huko, ripoti zinasema baada ya mamlaka kuonya kuwa makombora kadhaa yanakaribia. Mashambulizi ya Warusi ni makali mno katika nchi ya Ukraine. Idadi ya watu wanaokufa inazidi kuongezeka na wanaojeruhiwa wanazidi kuongezeka. Wakati huo mashambulizi ya Urusi yanasababisha takribani watu 5 kuuawa wakati huu katika masaa 24 yaliyopita na wengine 20 kujeruhiwa katika eneo moja tu la Zaporizhia mnamo Jumanne. Ikumbukwe kwamba mashambulizi haya yanawalenga wanajeshi wa Ukraine pekee, lakini yanafikia kuwa raia wasiokuwa na hatia katika mapambano hayo. Waandishi wa habari wanasema kwamba walisikia milipuko kadhaa mikubwa, huko meya wa jiji hilo Vitali Klitschko akiandika kwenye mitandao ya kijamii kwamba Kiev ilikuwa chini ya shambulizi la kombora la balistiki, kombora hatari. Klitschko anasema huduma ya dharura imetumwa katika wilaya ya Shevchensky bila kutoa maelezo zaidi. Shirika la habari la AFP limesema huduma hii ya dharura ni kwa ajili ya kuokoa raia ambao kimsingi hawaelewi namna gani wanaweza wakajiokoa kutokana na mashambulizi makali yanayoendelea. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilikuwa vimeanza kusikika muda mfupi kabla ya milipuko hiyo kusikika. Utawala wa kijeshi katika jiji hilo unasema maghala katika wilaya ya kati yameteketea kwa moto, kulingana na shirika la habari la Reuters. Katika mji wa kusini mashariki mwa Ukraine wa Zaporizhia, mashambulizi ya Urusi yameua watu 5 na kujeruhi 20. Gavana mkoa huo anasema watu 5 wameuawa na wengine wamejeruhiwa, na cha kusikitisha ni kwamba idadi ya waliopoteza maisha inaendelea kuongezeka kufuatia shambulizi la huko Zaporizhia. Ivan Fedorov, mkuu wa utawala wa kijeshi wa kikanda, anasema kupitia Telegram. Mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin ni mpango wenye hasira zaidi, na kutokana na mashambulizi yanayofanywa na wa Ukraine kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na baadhi ya makombora kadhaa yanayoshambulia nchi yake. Wa Ukraine wamefikia hatua wanafanya mashambulizi ndani kabisa mwa shirikisho la Urusi. Maeneo kadhaa yameshuhudiwa mashambulizi, ikiwa pia ni pamoja na maeneo yenye matanki ya mafuta yaliyoshambuliwa vibaya. Hili limempa hasira nyingi rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, jambo ambalo limesababisha aliambia jeshi lake liongeze mashambulizi zaidi kwa ajili ya kumaliza haraka vita hivi. Kumekuwa na mashambulizi makubwa yanayoendelea. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine hapo awali alisema kuwa Urusi inajiandaa kupeleka wanajeshi zaidi kutoka Korea ya Kaskazini katika vita hivyo, na imepokea makombora mapya ya balistiki kutoka Pyongyang. Ikumbuke kwamba Urusi na Korea Kaskazini waliingia mkataba wa ushirikiano katika masuala ya ulinzi na usalama, kwamba taifa moja likishambuliwa basi taifa lingine linaenda kuongeza nguvu kwa ajili ya mapambano. Ndicho ambacho kinatokea wakati huu. Rais wa Urusi Vladimir Putin aliagiza idadi kubwa ya wanajeshi kutoka Korea Kaskazini kwa ajili ya kuongeza nguvu katika mapambano yake dhidi ya Ukraine. Moscow imeongeza mashambulizi yake makombora ya ballistic katika wiki za hivi karibuni, ambayo ni baadhi tu ya mifumo ya ulinzi wa anga, ikiwa ni pamoja na kudungua makombora ya Patriot ya kutoka nchini Marekani yenye uwezo wa kuzuia. Lakini wakati huu makombora hayo yamekuwa ni machache, lakini pia yameharibiwa sana. Uhaba wa makombora hayo ya PAC-3 ya kudungua mashambulizi, hali imezidi kuwa mbaya kwa maana kuna uhaba mkubwa tangu vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, na kwamba wakati huu Ukraine inakosa pia makombora hayo. Wakati wa huo Ukraine imekuwa ikiongeza mashambulizi dhidi ya miji ya Urusi isiyokuwa ya mbali na mpaka, lakini mashambulizi haya ndiyo ambayo yanazidi kumpa hasira rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye amekana jeshi lake na kuja na maamuzi mazito ya kufanya mashambulizi mabaya zaidi ndani ya Ukraine. Na wakati huu mashambulizi hayo yanatajwa kama yataendelea mfululizo katika wiki kadhaa zijazo, ni wazi kuna uwezekano wa Urusi kuweza kumaliza vita hivyo. Lakini jambo pekee ambalo linaonekana ni kwamba Urusi imekuwa ikianzisha mashambulizi makubwa, na pale ambapo inaona kuna uwezekano wa Ukraine kusogea na kupisha baadhi ya maeneo na kwamba Urusi inayakalia maeneo hayo, basi imekuwa ikikaa kimya kidogo, na baadaye wa Ukraine wanajipanga na kuwashambulia moja kwa moja Warusi.
Hili ni jambo ambalo wachambuzi wa mambo hasa wa kijeshi wanaona kwamba kuna kipengele fulani rais wa Urusi anakikosea kidogo, lakini baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba huu ni mpango mwingine wa Urusi kutaka kuwalenga zaidi watu wa Ulaya washiriki na kumaliza silaha zao kwa wingi, kama ilivyotokea kwa Marekani ambayo ilijitosa kwa asilimia kubwa katika kuisaidia Ukraine na mwisho wa siku imeishiwa na baadhi ya silaha zake, na wakati huu ni katika kumaliza taratibu nguvu za Wamarekani. Ndio maana wakati huu wameachana vita vyao Mashariki ya Kati dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nao pia una mtazamo wako kuhusu hili, na una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii. Endelea kuwa nasi, endelea kuwa pamoja kupitia The World News.